Siku hizi tunatakiwa tuwajengee uwezo watoto wanapoanza kujitambua katika mambo mengine ya kimaisha, lazima pia waanze kutambua na kuwa na uwezo wa kujitetea. Ndio maana tuna siku hizi tunaoita watetezi wa watoto, child HRDs, wapo pia among themselves. Kwa hiyo makundi ya kijamii, makundi yoyote yale, iwe ni watu wenye ulemavu, wanawake, makundi ya pembezoni, yote kwa ujumla lazima wawe na uwezo wa kujitetea. Sasa inapotokea kwamba jamii kutokana labda na sababu kadhaa au makundi, kwa mfano uelewa mdogo, uwezo mdogo, au changamoto zingine zinazotokana na masuala ya haki za binadamu kama kuzuiwa, kubanwa, vitisho, makundi fulani wanashindwa kujitetea. Sasa nyinyi ndio mnaingia kama watetezi wa haki za binadamu. Kwa mfano mtoto amebakwa, inabidi umtetee. Watu wamenyang'anywa ardhi yao, inabidi usimame kumtetea, kuwatetea. Wanawake wananyanyaswa, inabidi msimame kuwatetea kwa sababu ya hizo sababu nilizosema. Uelewa, wakati mwingine mtu anaweza kawa hajaelewa kwamba hii ni haki, kwa inabidi wewe mtetezi uingie pale kumteteza. Kwa hiyo tunapongeza kazi ambazo mmekuwa mkizifanya za kuwatetea wale ambao uwezo wao wa kutetea haki zao unakuwa ni ndogo kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo mnakuwa front line. Kwa hiyo duniani kuna, ndio maana sasa Umoja wa Mataifa mwaka 1998 wakaja na azimio ambalo linatambua na kuwalinda watetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo sisi kama mtandao ambao ni wa watetezi, mtandao wa kwenu, mara kadhaa tumekuwa tukikutana kwa lengo la kujengeana uwezo, kukumbushana majukumu kuhusiana na kazi zenu za utetezi. Kwanza tunaendelea kuwakumbusha kwamba kazi za utetezi zinatakiwa ziendelee na ziendelee kuimarika. Na uimarikaji wa kazi hizo za utetezi lazima uangalie mambo mengi, uangalie masuala ya kisheria, uangalie maendeleo, development katika maeneo ya haki za binadamu, hali halisi ya hali ya haki za binadamu katika maeneo mnayofanyia kazi, hali ikoje, inabadilika, inaongezeka au hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Lazima mjue context analysis na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuna namna sasa ya kuripoti. Tumekuwa tukisisitiza sana kwamba sehemu kubwa ya maisha ya mtetezi wa haki za binadamu ni swala la kutoa taarifa ya haki za binadamu katika eneo lako. Ukiona unafanya kazi ya utetezi lakini mwaka wa kwanza unapita, wa pili, wa tatu hujawahi kutoa taarifa yoyote ya eneo unalotetea, maana yake hapo kuna changamoto. Kwa sababu utakuwa wewe unapimaje sasa kwamba hali ya haki za binadamu inaimarika au inabadilika katika eneo hilo la kwako? Kama usipotoa taarifa, kwa mfano ukasema mimi niko Babati ninatetea labda wakulima wadogo, alafu utoi taarifa ya kuonyesha hali ya wakulima wadogo ili kuangalau hata unapokutana na serikali kwa mfano kwa ajili ya maboresho au ushawishi, unawaeleza kwamba hali iko hivi, hali ilivyo. Kwa hiyo lazima swala la kutoaji taarifa ni swala la muhimu sana. Maisha ya siku zote ya mtetezi wa haki za binadamu yamejikita katika kutoa taarifa, kufuatilia na kutoa taarifa. Na hizi taarifa unatoa sehemu nyingi, unatoa serikalini, unatoa kwa wadau wako wanaokupa rasilimali, unatoa kwa umma, naona kuna vyombo mbalimbali unapeleka. Kwa hiyo lazima tujifunze namna ya kutoa taarifa na kuendesha mikakati ya kimsingi ya utetezi wa haki za binadamu. Utetezi wa haki za binadamu hautakiwi nguvu tu wakati wote. Tunatakiwa tutumie pia mikakati. Lazima tujifunze kutumia ushawishi, mikakati mbalimbali. Ingawa tunatumia zote, wakati mwingine nguvu inahitajika, lakini sehemu kubwa inatakiwa tutumie mikakati, namna ya kujipanga tuweze kutetea haki za watu tunao. Kwa mfano ushawishi wa masuala kadhaa, sheria, sera, kutungwa kwa kanuni mbalimbali, lazima utumie ushawishi. Lazima utumie uzoefu wako. Na ndio maana tunajifunza masuala ya advocacy. Advocacy ni ushawishi. Na ushawishi haujawahi kuwa wa one time. Si ndio Yaani ushawishi. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweza kushawishi kitu kwa siku moja, kuna mtu amefanikiwa kweli? Hata ukitaka kuoa kwani unashawishi kwa siku moja? Si lazima upambane kidogo. Siku hizi ndio mnaenda haraka. Miaka ya nyuma mtu anakaa miaka 10 anashawishi tu. Si ndio Kwa lazima ushawishi, unarudia pale. Yaani unarudia kitu kile. Yaani usione aibu kuimba wimbo ule kama kanisani sisi tunataka wimbo ulio bora. Unaimba wimbo kila siku, na sisi Katoliki ndio tunarudiaga pale, yaani tunagonga mle. Yaani kila siku utasema baba yetu asifiwe, yaani baba yetu jina nini, sala utairudia pale. Kila Jumapili unairudia kama ilivyo.
Father atasema hivyo hivyo alikaa mkate na yeye atatoa katakula mkate ata nini kama ilivyo kila Jumapili. Na kuna watu bado hawaelewi. Yaani kuna mtu kumwambia nani sala nani ya baba yetu. Paona kwamba kila Jumapili inarudiwa kanisani hataweza. Hata hivyo kwenye ushawishi advocacy. Unaweza kuwa unaimba kila siku jambo lile lile. Tunahitaji hivi, mtoto hivi, afanyiwe hivi, haki za mtoto. Watu hawasikii. Kwa hiyo ushawishi sio swala la kitu kimoja. Ni swala la kwenda na kurudia wimbo huo unaimba kama kasuku. Lakini mwisho wa siku kuna kitu utatoka nacho. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua hilo kwamba ushawishi sio zoezi la siku moja. Usifikiri kwamba umeshawishi leo basi unaenda unakaa nyumbani kwako. Endelea kushawishi mpaka upate matokeo. Ukipata matokeo yote well and good. Unahamia unakwenda kitu kingine. Na utetezi wa haki za binadamu hakuna utetezi unaokamilika hata siku moja. Kila unapofanya hivi utasogeza hii jambo lingine linatokea. Kwa hiyo tuwekeze nguvu kwenye ushawishi, kwenye kufanya utafiti, kwenye kutoa taarifa. Kwa hiyo tutajifunza hapa zaidi namna ya kufanya taarifa, namna ya kusanyaji taarifa na namna mbalimbali madhara pia yanayotokana na kazi zetu. Mambo ya security, hasa mambo ya digital sasa hivi tunakwenda, lazima tuanze kujifunza mambo ya kidijitali, mambo ya akili mnembo. Sasa hivi mambo inatakiwa tujifunze. Nadhani na sisi kama watetezi tutaangalia namna ya kuanza hayo madarasa kwa kupitia institute yetu ya training iweza kwa online, namna ya kufundisha watetezi wa haki za binadamu masuala ya akili mnembo ili ziwafaidi pia kwenye kazi zenu. Zitakuwa zinapunguza gharama mkizifahamu, lakini pia zile ambazo zinakuja na changamoto mjue namna ya kuzikabili, kwa sababu kila kitu kinakuja na faida na hasara. Kwa hiyo teknolojia pia inakuja na madhara. Kwa hiyo mtaona changamoto. Unaona sasa hivi tunatakiwa tufanye assessment online. Zamani tulikuwa tuna print makaratasi, hiyo ni faida. Unaona kwamba kuliko print vitu tunatumia mtandao, unapata kila kitu. Na hii mjifunze sasa kutumia hivyo vitu. Watetezi tunapenda tuwe na wanachama ambao wanajua kutumia mambo ya teknolojia. Kwa hiyo mimi sitegemei leo hapa alafu wewe una assessment pale ikushinde. Yaani wewe utakuwa hujajitendea haki kama mtetezi wa haki za binadamu tena mwanachama wetu alafu unashindwa kutumia Mentimeter. Maana hii ni sehemu ya training kwamba ujue kwamba na wewe ukirudi si unafanya hizi kazi na wewe si unafanya, wewe ni unashirika, utakuwa unafanya hizi pre-evaluation form, unatakiwa ujifunze hii ili ukirudi kwako, kwa sababu hata sisi tumejifunza na mimi nimeleta hii baada ya kujifunza kwa wengine. Hata mimi nilialikwa kwenye mkutano wa kimataifa nikagundua kwamba masuala ya kuprint tunaachana. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze na nyinyi mtakuwa mjifunze. Ukirudi kwako huko uache kutumia makaratasi kufanya pre-evaluation, unatumia mfumo huu. Mentimeter iko tu online bure wala haina gharama. Unaona Kwa hiyo lazima mimi naamini kila mtu aliyoko hapa lazima amejaza hilo. Ukiwa na smartphone yoyote unaweza kujaza hilo. Hahitaji kwamba uwe na smartphone ya namna gani. Mradi tu iwe ni smartphone, unaweza ukachukua hiyo nani pale ukaweka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni lazima tuendelee kujifunza na kufanya kazi kwa pamoja. Najua mwaka huu ni mwaka ambao ni wa uchaguzi. Kwa hiyo mimi niwatakie kila laheri kwa wale ambao watataka kwenda kufanya masuala ya uangalizi, lakini natoa angalizo kwamba kabla hamjaenda kuomba vibali vya masuala ya kuangalia uchaguzi, tafuteni namna ya kutafuta watu watume. Ingawa siku hizo wamekuwa wagumu kuongea na sisi na barua hawajibu. Tafuteni sana, waambieni zile kanuni zina changamoto nyingi. Kabla mjaenda kujikomiti kuwa observers, kwa sababu mtakwenda kusarenda haki zenu zote kama watetezi wa haki za binadamu mpaka uchaguzi unaisha. Hamtaweza kuongea chochote, hamtaweza kushauri chochote. Kanuni, na ukitokea umefanya kosa unaweza ukafungwa na unaweza kuzuiwa kufanya kazi za asasi za kiraia miaka yote. Mnajua kanuni inasema ukitokea umekiuka zile kanuni unaweza ukafungiwa kufanya kazi za NGO kwa maisha yako yote. Sasa mjue hilo. Ndio maana nasema kwa wanachama wetu, kabla mjaingia kichwa kwenda observation, tafuteni namna. Kama mtataka tuwaombee, sijui kama watakubali. Maana kuna hiyo changamoto ya kukubali kukutana na wadau. Kwamba hizo kanuni zikiwezekana, hizo kanuni zinatungwa na tume yenyewe. Wamepewa mamlaka kutunga kanuni, sio wizara sasa hivi. Kwa hiyo waangalie namna ya kulegeza hizo kanuni. Kwa sababu haiwezekani mtu amefanya kosa, kwanza nafasi ya kusikilizwa hakuna. Asasi za kiraia ikifanya kosa kwenye hizo kanuni, kwanza kusikilizwa hakuna. Yaani wewe utaadhibiwa tu juu kwa juu. Yaani utaambiwa tu umeadhibiwa. Kwa ile haki ya kusikilizwa hakuna, sehemu ya kukata rufaa hakuna.
na una adhabu yako inaweza ikawa ni kufungiwa kazi za NGO mwaka 10. Hiyo ni sheria kali sana. Hiyo ni sheria kali mno. Hatujawahi kuwa na sheria ambayo ina kifungo ambacho hakina kikomo. Ina adhabu ambayo haina kikomo. Hata mtu akiua anaweza akafungwa miaka 30, mwingine mtu akibaka miaka 30, wengine maisha. Nategemea na jinsi kesi ilivyoamuliwa mahakamani. Kwa hiyo nadhani of course wengine wanaweza wakanyongwa, nategemea na kesi ilivyo. Kwa hiyo nachosema ni kwamba hizi kanuni tu tunazipitia, na sisi tumefanya uchambuzi tumewapa. Sasa mkishindwa kusoma itakuwa ni shauri lenu. Nakumbuka tulitoa maoni, mlileta maoni, tukafanya uchambuzi, tumewapa. Hizo kanuni zinahitaji kupitiwa kabla ya kwenda kuziona. Kwa hiyo yote ule mwenye nia hiyo, soma kwanza hizo kanuni vizuri kabla hujakwenda kujitumbukiza shirika lako kwenye changamoto ambayo unaweza usitoke nayo, au wewe ukajikuta wakati wote miezi miwili ya mchakato wa uchaguzi wewe umefungwa mdomo. Yaani hata uone tatizo kubwa kiasi gani wewe utaweza kuzungumza. Huko nyuma tulikuwa tuna uwezo wa kuongea tulivyokuwa tunafuatilia uchaguzi. Mtakumbuka kila wiki tulikuwa tunatoa brief, hali ikoje, ushauri, na vilikuwa vinafanywa kazi. Sasa sijui this time ikitokea kwa mtu umeona kuna tatizo kubwa sana, kwa mfano ukaona tatizo kubwa sana, labda msimamizi wa kituo fulani amelala siku nzima na wewe ni mwangalizi, sasa kweli hata hilo utashindwa kutoa hata hiyo kanuni inakunyima. Inakunyima usiseme kwamba jamani waandishi wa habari kuna kituo hapa hakuna tusaidieni kutoa taarifa. Kuna kituo hapa cha kuandikisha au kupiga kura au kupiga kura hakuna mtu. Hiyo huruhusiwi. Hata kuna kwenye Facebook yako ukasema jamani niko sehemu hapa tuna masaa 3 yamepita atoni nani kituo kijafunguliwa. Hiyo pia huruhusiwi. Utasubiri uchaguzi uishe, uandike ripoti yako, na kabla hujaitoa unaipeleka kwa tume wa kuruhusu kuitoa. Umeona sasa? Sasa hiyo kwa mtetezi halisi anayejua haki zake huko ni kusarenda haki zako. Yaani maana yake wewe umegeuzwa kuwa mtumishi wa tume. Alafu niwauliza wanawapa shilingi ngapi? Kwa sababu kama unataka kuifanyia kazi tume, haitakiwi wakakunyima haki zako. Unampelekea taarifa. Tungekubaliana tu kwamba kuna vitu ambavyo mtetezi muangalizi kwanza wa uchaguzi wa ndani, kwa sababu kuna mtazamaji na muangalizi. Sisi ni waangalizi. Sisi wametuita watazamaji, lakini sisi hatupaswi kuwa watazamaji. NGO yote ya Tanzania ambayo ina Mtanzania haipaswi kuwa mtazamaji. Unatazama nini kwenye nchi yako? Unatakiwa uwe muangalizi, na ukiona kuna changamoto unaweza ukachukua hatua. Ukawasiliana na tume kwa kutumia njia mbalimbali. Unaweza kutoa tamko likafikia tume, unaweza kutuma taarifa, njia nyingi, ili mradi umeingilia. Sisi ni watu wa Tanzania, uchaguzi ni wa kwetu. Tulidhani tuna nafasi kubwa ya kushauri pale tunapoona changamoto zinajitokeza. Kwa hizo kanuni, kwa sababu najua mnakwenda kwenye hizo muangalie namna gani mtaitafuta tume, muongee nao. Kama watasikia basi wataweza kubadilisha angalau zile vifungu vyenye changamoto kadhaa, alafu muendelee na michakato hiyo. Kwa hiyo kwa ufupi mimi niwatakie kila laheri.